Rais William Ruto amesema yuko tayari kumenyana na wapinzani kwenye uchaguzi mkuu ujao, akikejeli muungano unaobuniwa na viongozi wa upinzani wanaoongozwa na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Rais Ruto aliyeendelea na ziara ya kaunti ya Narok kwa siku ya pili hii leo ameelezea imani na utendakazi wake kwa Wakenya. Na kama anavyotuarifu kama Mwangi, kizaazaa kilishuhudiwa kabla ya ziara ya rais katika eneo bunge la Emurua Dikir ambako watu kadhaa waliwachwa na majeraha. Maeneo bunge ya Emurua Dikir, Narok Kusini na Narok Magharibi yalikuwa mwenyeji wa Rais William Ruto kwenye siku yake ya pili ya ziara kaunti ya Narok, anakoendeleza uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kuzidi kutetea sera zake. 1, 2, 3. Rais akitumia ziara ya leo kukejeli muungano wa upinzani unaoongozwa na Rigathi Gachagua. Munasema niunganishe Kenya ama mnataka tutengane? Tuunganishe ama tutenganishe? Munasema tuunganishe Kenya. Ndio tupange mambo ya kilimo tuondoe njaa. Tupange masomo ya watoto wetu tuondoe ujinga. Tupange uchumi wa Kenya tuondoe maskini. Naye msijikwe na wasiwasi, hawa wengine nitawakaranga hapa mbele watashangaa. Huku akiwazoma kwa kile anasema ni siasa za ukabila na chuki, rais amewataka kutangaza sera walizonazo kwa Wakenya, la sivyo wamkome. Ati wanafanya mikutano ya kupanga ukabila. Hao jamaa waambiwe, sio ati hatuko ready, we are ready for them. Siku ya kampeni ikifika, tutawamalizia asubuhi na mapema. Kweli si kweli? Hata hivyo, ziara hii haikuwa bila vurumai. Kabla ya rais kuanza ziara katika eneo la Olchobosei, vita vilishuhudiwa kati ya wafuasi wa mwakilishi wadi wa Mogondo Kipsang Mibei na mbunge wa Emurua Dikir Joanna Ngeno, kwa madai kwamba mbunge huyo alikuwa amewapanga wafuasi wake kumzuilia Kipsang asihudhuria hafla ya kwanza ya rais. Kufuatia rabsha hizo, baadhi walijeruhiwa kwenye mshike huo. Akifuatwa na James Kama Mwangi, runinga ya Citizen.